hapa na nasikia niko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo niko na furaha. Amen. Amen. Ni kwa sababu ya huruma za Bwana. Ni kwa sababu kama sio yeye singeweza kusimama hapa mbele yenu, lakini kwa sababu ya upendo mkuu wa Mungu ndio nimeweza kusimama hapa nikiwa na nguvu, nikiwa nimejazwa. Praise God. Amen. Na nafurahia sana, na ningeomba kwanza tukiwa tumesimama hivyo tuombe, ni kwa sababu ya matoleo. Tutabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tuko mbele zako tukikuheshimu, tukikuinua, tukitangaza ukuu wako, ewe Bwana. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya kutubarikia siku hii ya leo tukawa katika nyumba yako, ewe Baba. Nakushukuru ni kwa sababu ya watu wako ambao wamefika katika kanisa hili siku hii ya leo. Ninawakabidhi mbele zako Mungu, nikiwaombea baraka zako. Naomba Mungu wetu, wale wote wamekutolea siku hii ya leo, naomba Jehova Jire ukawabariki, ukabariki hata kazi zao, ewe Bwana. Wakiondoka asubuhi unawabariki, na wakirudi jioni wanabarikiwa. Ninawaita wabarikiwa, ni kwa sababu niko na imani ya kwamba hakuna yoyote ambaye atapungukiwa, ni kwa sababu ya kufanya kazi yako. Ninaomba Mungu, ni kwa sababu ya wale ambao wangependa sana kukutolea, lakini ni kwa sababu ya hali ya kimaisha Jehova hawakuweza kukutolea. Ninawaombea huruma zako Mungu, ukawahurumie Jehova Jire. Wale ambao hawana kazi ukawapatie kazi, wale ambao wanakungojea kwa njia tofauti ukajidhihirishe kwao kwa nguvu, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea sifa Bwana, pokea shukurani unapobariki matoleo hapa. Wale wamekutolea sadaka, wale wamekutolea tithe, wote Mungu ninaomba ukawabariki, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeshukuru. Amen. Amen. Tunaweza keti. Mbarikiwe na Bwana. Amen. Siku ya leo kama vile tumeambiwa ni Mother's Sunday, na mimi kwanza nasikia nimeheshimika sana, ni kwa sababu ladies wamejitolea. Praise God. Amen. Kama vile tulipatiwa na hii nafasi, walipokea na shukurani na wakajiandaa na wametupeleka sawa sawa. Praise God. Amen. Tunashukuru wapasta ni kwa sababu ya hii nafasi, na pia tunashukuru Mungu ni kwa sababu tunaweza pewa nafasi lakini tushindwe. Praise God. Amen. Lakini Mungu ametuonekania, ametubariki, na tunasema ni asante. Praise God. Amen. All fathers, nawaambia happy Father's Day. Amen. Tunawapenda sana, na vile tulivyo ni kwa sababu umetuangalia sawa sawa. Kwa hivyo tunawashukuru. Mungu awabariki sana. Nafurahia ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo nimepewa ya kushiriki neno la Bwana, na ninapenda hivyo. Praise God. Amen. Ni kwa sababu sisi wote hatuko na vipawa ambazo zinafanana. Praise God. Amen. Wengine ni walimu, wengine ni wainjilisti, hivyo kila mtu ako na kitu ambayo amepewa. Praise God. Amen. Na hatujui ni nani anaweza simama akuwe ako na msaada wako. Hatujui ni nani anaweza fundisha na ukapate kukombolewa kutoka hapo. Praise God. Kwa hivyo nikiwa nimesimama mbele yenu niko na furaha, ni kwa sababu ya nafasi hii. Na wakati nilikuwa nafikiria
nitazungumzia kuhusu nini. Praise God. Nilisikia mimi mwenyewe nilikuwa nimechagua kuongea about obedience. Praise God. Nikijaribu kutafuta hizo material za obedience nikabadilishwa. Praise God. Na ninapendanga sana wakati Mungu amekupatia kenye utasema mbele ya watu, ni kwa sababu hawezi akadaa bure. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akaniambia niongee about to be strong in the Lord is to be a strong Christian. Praise God. Na pia mimi nikasikia ni kama hiyo inaingia vizuri. Na wakati nilikuwa na angalia mtu ambaye ni strong, Mkristo ambaye ni strong, Roho wa Mungu akanisaidia. If you want to be strong in the Lord and a strong Christian, kuna vitu ambazo ni lazima zikuwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akanisaidia kuwa strong is to be spirituality, to have zeal, holiness, maturity, and steadfast in the Lord. Praise God. Na nikaona hayo Mkristo ambao amejihami hizi vitu, huyo sio Mkristo wa kawaida tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye anataka kupelekana na Bwana, na ni mtu ambaye ameamua nitamfuata Yesu Kristo, niachane na hii mambo ingine yote. Praise God. Na wakati nilikuwa naangalia hayo maneno, Mungu akanisaidia in the book of Ephesians 1. Ephesians 1:17 to 19. Na nitasoma that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to us who believed, according to the working of His mighty power. Praise God. Amen. Haya ni maandiko ambao nilisoma, ambao Paul alikuwa anaandikia kanisa. Anaangalia, anaona hata kama umeokoka, praise God, unahitaji kupatiwa the spirit of wisdom. Praise God. Unahitaji kuwa na knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Na pia unahitaji kuwa na ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka ni kuzuri sana, lakini without the power of holiness, the power of God,
ukiwa Mkristo ni kama gari ambayo haina mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hata kama umeokoka, wakati umempokea Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha yako, hapo ndio vita zinaanzaka. Praise God. Na huwezi enda vita ukiwa mikono mitupu. Kama umeamua unaenda vita, wengine wakibeba bunduki, wengine wakibeba mapanga, lazima na wewe ujue kile utabeba. Praise God. Na kama mimi vile ninapenda sana kukuwa na ufunuo, nipate ufunuo. Ni kwa sababu ukiwa na hiyo revelation, hakuna kitu kinakutokanga nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ukipangiwa kitu, Mungu anakuletea vile imepangwa, na unaona vizuri kabla ikufanyikie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nayo ndio ufike katika hiyo kiwango, lazima ukuwe umeingia ndani. Praise God. Umeingia ndani katika Bwana, umesoma neno, umejiachilia kwa Bwana akutumie. Praise God. Na ukifanya hivyo, hiyo mambo nimesema itakuwa imeachiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja niliingia kanisa. Nilikuwa napenda kuingia kanisa mapema, lakini sio hapa. Na nilikuwa nataka kuingia mapema ili niende nishike hiyo anga. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba na ninasema hakutakuwa na kizuizi chochote ambacho tutakuja kuzuilia mapenzi ya Mungu itendeke katika nyumba ya Bwana. Praise God. Na nikiwa nimekaa hapo, nikaulizwa, nani huyo mmekaa na yeye? Nasikia sauti inaniuliza, nani huyo mmekaa na yeye? Na mimi nikiangalia hii side naona ni msichana, ni mzuri. Nikiangalia side nyingine ni mama na ni mzuri. Ninaendelea kuomba. Nikaulizwa mara nyingine, nani huyo mmekaa na yeye? Nikaangalia, nikaona hawa ni wazuri. Mara ya tatu nilishauriwa, nikaulizwa, nani huyo mmekaa na yeye? Bwana Yesu asifiwe. Ndio nakwambia ukiwa na hiyo spirit ya wisdom, Mungu atakuonyesha mambo. Sikuuliza mama, niliuliza msichana, nikamuuliza wewe ni nani? Aliamka, akakaa tu kama ananiongelesha maneno na ukali, lakini akatoka akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mahali alitoka akaenda, alienda kama amekamatwa mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema mission yake yenye imekuwa imemleta kwa kanisa na kile huwa anafanya. Praise God. Lakini wakati huo Mungu tu aliweza tu kunionyesha mtu mwenye tumekaa naye sio mtu mzuri, lakini sikukuwa na nguvu ya kukabiliana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata wakati alitoka, nilienda nikaambia mchungaji wa hiyo kanisa na nikamwambia huyo msichana hakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba sana tujitoe katika Bwana, tujiombee, tujisimamishe kama Wakristo wazuri bila kugojea ati mchungaji ndio atakuja kutuombea. Mchungaji, nikipeleka hii shida yangu kwa mchungaji, atakabidhiana nayo. Praise God. Tujitoe. Ni kwa sababu tumeshakubali Bwana akatuokoa. Sasa na sisi tukubali kuingia into the deep, na tukiingia ndani yake hatutakuwa watu wa kawaida tena. Tutakuwa watu ambao watasaidia jamii zetu kwa ile mambo ambayo inatendeka. Ni kwa sababu kama nyakati hizi tunaishi ni nyakati za mwisho, ziko na mambo mingi sana, ziko na watu ambao
usipojichunga, hata kama unaona kama ni rafiki yako, unaweza jipata mahali pabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati nilikuwa naendelea, nikaona kuna karakta za Mkristo ambao zikiwa ndani yako hautakuwa wa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaangalia nikaona in the book of to develop a deeper Christian life. Praise God. Amen. We are Christians and we want to become strong in the Lord and to develop a deeper Christian life. Praise God. Ningetaka tuangalie in the book of Psalms 42 and verse 7. The book of Psalms 42 and verse 7, ambayo inasema, deep calleth unto deep, at the noise of the waterspout, all the waves and the billows are gone over me. Praise God. Kuna mtu akona Kiswahili atusomee? Psalms 42 in verse 7. Nasema, kilindini chapiga kelele, kilindini kwa sauti ya maporomoko ya maji yako. Gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Tumesema we develop a deeper Christian life. Bwana asifiwe. Hiyo ni kumaanisha tukiwa hivyo tumeokoka, lazima tuingie ndani. Bwana asifiwe. Sijui kama umeenda kwa mto na ukapata mahali ambapo ni deep, maji inakuanga imetulia na imenyamaza. Praise God. Lakini mahali ambapo sio deep sana, hata unasikia kabisa ile maji inatembea. Praise God. Neno linatuambia deep calleth to the deep, ni kuingia kilindini, mahali ambapo ni very deep. Praise God. Na wakati ambapo unaingia hapo deep, hautalimeni mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mkiwa tu mnaongea na mtu hivyo, ni kwa sababu ya kile umeingia ndani katika Bwana. Mungu anakuzungumzia, anakuambia huyo mwenye mmekaa naye karakta yake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafurahishwa sana na mtendaji wangu wa huko Ushago. Angesimama hivi atuangalie na macho, alikuwa anakuambia exactly what you are facing. Praise God. Lakini na mimi nilikuwa nimemjua. Praise God. Nilikuwa nimejua yeye sio mtu wa kawaida, mtu ambaye alikuwa anajitenga, anachukua siku zake, siku kadhaa, without food, without drinking anything, anaingia into the deep na Mungu. Bwana asifiwe. Siku moja tuliingia hivi kwa kanisa na
Yaani alikuwa kuna mzee tulikuwa tumekaa pamoja na yeye. Alimwambia usifikirie kuhusu hiyo ng'ombe yako, sio wewe unaiponya. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ako na hiyo ng'ombe na ataiponya. Concentrate na kanisa. Wacha mawazo yako yote iwe wapi? Kwa kanisa. Kwa hivyo the more unaingia into the deep, the more kazi yako inakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nowadays unapata ni ngumu sana kuingia into the deep kwa sababu ya ile mambo ambayo tuko nayo. Tuko na technology ambayo inatukeep very busy. Hata saa zingine ukitoka kwa media unasikiaga ni kama umepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tutafika mahali na tutaona maisha ambayo tunaishi ni yetu na Mungu. Na hata kama nitaenda kwa media, nitaangalia ile tu ambayo itanisaidia kuingia ndani kwa Mungu. Praise God. Na tukiwa tumefanya hivyo, tutakuwa Wakristo wazuri ambao wako na nguvu za Bwana, ambao wanapelekana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Number 2 is to be steadfast. These are things that are characterize a good Christian life and a strong Christian. Number 1 is to develop a deeper Christian life, ambao tumeona in the book of Psalms 42 and verse 7. And number 2 is to become steadfast. Praise God. Amen. Hiyo tutaangalia in the book of 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 58. Praise God. Tunaweza somewa na Kiswahili. 1 Corinthians 15:58. Wakorintho wa kwanza mstari wa 15. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 58 inasema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikishike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Amen. Nitasoma na Kizungu. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Praise God. Steadfast, not changed or moved. Praise God. Amen. Kuna mambo mingi sana unaweza angalia kama Mkristo ambao yanaweza yakakubadilisha. Praise God. Amen. Lakini Biblia inasema hii ya simu haisemi yenye nilikuwa nasoma nikiwa homeschool yangu ya simu, ilikuwa inasema do not be moved. Praise God. Amen. Usichangiwe na chochote. Praise God. Amen. Wakati mwingine inafika mahali unaona ile mambo imekusonga, ile mambo yote ambayo iko mbele yako, na unasikia ni kama unakufa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaangalia mambo yale yote ambayo yamekuzingira,
saa zingine ni shida. Praise God. Amen. Na unasikia ni kama utabadilika. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio unakutana mtu kama hajasimama vizuri, kama hajajitoa kwa Bwana, akasema sio shida, sio magonjwa, sio njaa ambayo itanitoa kwa Bwana, nitasimama. Unakuta huyo mtu kwa sababu hajajiombea, hajajitenga na akaambia Mungu, nitakutumikia liwe liwalo. Praise God. Umejitoa na ukasema wewe ni wa Bwana. Praise God. Unakuta unashindwa na kuendelea. Lakini ningewahimiza, our in the Lord is not in vain. Bwana asifiwe. Kuna siku moja nilijisikia nikiwa na nguvu sana ya kufanya kazi ya Bwana. Na naweza nikasema hii maandiko inasema your work in the Lord is not in vain. Naweza nikasema it's very true. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo ni kanisa ilikuwa inajengwa. Na nikasikia niko na furaha sana. Ni kwa sababu tunajengewa kanisa. Na nikaambia Mungu, naweza taka kuwa part ya wale ambao wanahusika kujenga hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na naweza shindwa kwenda kuinua mawe ama chuma ama nini. Praise God. Na nikawa nikisikia niko na hiyo mzigo ya kujenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu na vile huwa tunamuomba, yeye huwa anasikia. Bwana asifiwe. Mungu akanibariki. Nikafanya kazi na nikapata pesa. Na hizo pesa zilikuwa pesa mzuri kwa sababu zilikuwa 5,000. Praise God. Zikiwa zimeshikana. Sasa kwa sababu ya furaha, zikiwa tu 5,000 penye nilipata, zote nikaendelea kwa kazi ya Mungu. Praise God. Wakati zimeenda, nikasema nikitoa 100 ya credit. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sisi nikabaki nikisema God, si nikitoa 100 ya credit ndio niweze kuendelea kutafuta zingine. Lakini zimeshaenda. Utaenda kutafuta kanisa 100. Sijaisha. Na wacha nikwambie, kutoka siku hiyo ndio Mungu alianza. Unasikia vile tunaomba tukisema Mungu tufungulie mlango. Fungua mlango, tutembelee. Kutoka siku hiyo ndio nilihisi ya kwamba Mungu ametufungulia mlango. Na kwa sababu ya fulani nikasema hata sio mlango peke yake amefungua mpaka dirisha. Praise God. Na tukapata breakthrough kama familia yetu. Bwana asifiwe. Nikaona hata my husband kuna milango imeanza kufunguka zake. Bwana asifiwe. Na nikaona kweli kutumikia Mungu. Unajua wakati mwingine tunatoana katika kanisa, lakini unasikia na nimetoa mingi. Unasikia hata mimi nilikuwa nimesikia hiyo ningetoa 100. Lakini wacha nikwambie, is not in vain. Is not in vain. Ukitumikia Mungu, yeye anaangalianga tu moyo. Anaangalianga moyo ambao umemtolea. Na kutoka hapo Mungu anakufungulia njia zako. Praise God. Kwa hivyo chochote ambao unajitolea katika nyumba ya Bwana, mahali unashikilia, usione kama it's in vain. Mungu atakutembelea kwa njia ile atakutembelea nayo. Na siku moja utasimama mbele na uambie Mungu, nimemtumikia Mungu kwa muda huu, lakini nimeona Mungu akiwa mwaminifu. Praise God. Number 3. Naangalia how to be a good and a strong Christian. Number 3 is to become spiritual. Hiyo tutaipata in the 1 Corinthians 3
1. Tutasomewa na Kiswahili. First Corinthians 3. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa kwanza. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Amen. God bless you. Praise God. Nitasoma. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babies in Christ. I have fed you with milk, not with meat. For hitherto ye were not able to bear it, neither ye now are ye able. Praise God. Mtu spiritual. Praise God. Inalingana na ile level ambao umefika. Kama utaendelea tu kunywa maziwa. Praise God. Mkristo ambaye maisha yake yote ni kukunywa maziwa, hata hajafika kiwango ya kula nyama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni tamanio langu tukue Wakristo ambao wanakuwa. Praise God. From glory to another. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaishi kwa level moja. Mtu spiritual ni yule ambaye atasikia watu fulani hawasikizani. Bwana Yesu asifiwe. Na anajitolea, anasema ni kupitia mimi watasikizana. Si ati unakutana na watu ambao hawasikizani, unasimama hapo katikati, unazidi kuwaunganisha vichwa. Praise God. Amen. Mtu mwenye amegrow anaendaga anasimama hapo na unawasaidia, unawaambia wasikizane na unawahubiria kuhusu upendo wa Bwana. Praise God. Amen. Ni kwa sababu saa zingine unakutanga wakati umeingia into the deep, vile nilikuwa nasema, saa hiyo ndio maneno yako imetolewa mingi. Unasikia ndio unaongelewa sana. Kama hujagrow utajikuta unakasirika. Kama hujakuwa spiritual utaondokea huyo mtu. Praise God. Lakini tunafaa kukuwa watu ambao wamekomaa kutoka kiwango hiki mpaka kiwango kile kingine. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa bado tuko ndani ya Bwana na tukiwa tumesimama imara. Praise God. Na tukifanya hivyo tutakuwa good and strong Christian. Number 4 is to be a strong Christian is to become holy. Praise God. Napenda hii sasa kukuwa holy. Praise God. Ni kwa sababu kusema ni rahisi. Kusema you are holy ni kitu rahisi, lakini matendo ndio inakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo tutaiangalia in the book of Hebrews 12 and verse 14, na mama Naomi kidogo alikuwa ameiguzia. Hata kama alisoma na chapter nyingine, nilisikia amekuja hapo Hebrews 12 and verse 14. Tutasomewa na Kiswahili.
Waebrania 12 mstari wa 14 inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Amen. For peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Mama Naomi alikuwa tu amezungumza tukae na amani na kila mtu. Na hapa ndio unaonanga ile kitu ambao unasema Mungu, kuna mtu amekaa hapa na Mungu anataka utafute amani na wale watu unakaa na wao. Praise God. Nimekuja kujua hata kukaa na majirani kama hamjafurugana sio rahisi. Kukaa na amani na wale watu ambao mmepakana na wao sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Jana kuna mama nilikuwa napigiwa, naambiwa hasikii vizuri. Nikamwambia mwenye alikuwa ananipigia, "Juu mimi niko mbali, ongea na jirani aingie kwake ajue shida ni nini." Praise God. Nikaambiwa hakuna mtu anaweza kubali kuingia huko, hakuna mtu anasikizananga na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaona ukiwa Mkristo ni vizuri sana kujaribu vile vyote. Biblia yangu yenye nasomanga ilikuwa inasema make every effort. Kuna hapo inasema hivyo, you make every effort to live with peace with everyone. Bwana Yesu asifiwe. So sio kitu rahisi. Ukisikia kitu inaambiwa make every effort, ni kitu gumu sana, kwa sababu wakati mwingine sisi ni wanadamu, na mahali unaishi hata unaweza kuchokozwa na kitu dogo sana. Mahali umeanika nguo zako, unakuta jirani na yeye ataanika, na sasa ni baridi tunamwaga maji. Praise God. Utakasirika? Hata unakuta saa hiyo unaenda kuchota maji kwa mfereji, na anajua uko na haraka, na anajua hiyo masaji unatokana, na yeye anaenda anaweka mfereji yake hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali tulikuwa tunaishi na pasta kwa plot fulani, na hiyo nyumba haikuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati nampelekea maji kwa bafu ya aoge aende kanisa afike mapema, kuna mama mwingine alikuwa anatuchokoza, na huyo mama kuna kitu alifanya nijifundishe. Ni vizuri kukaa na amani na kila mtu. Alikuwa anakai masaa yangu akipeleka maji, anapeleka yake haraka, si aoge, ni kunisugua tu, anaweka maji, anaenda kuosha vyombo. Praise God. Na kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, mtu ambaye ameokoka, utaki vita, utafanya nini? Tutangojea. Tulikuwa tunangojea. Lakini mimi nikarudi kwa nyumba siku moja, nikaambia Mungu, mimi hapa Mungu naona kama ni wewe unajiaibisha, kwa sababu mwenye napelekea maji anaenda kupeleka neno lako, anaenda kufikia watu wako. Atakuwa aje anangojea mtu, ati anangojea atoke kwa bafu ndio aoge? Na nikaambia Mungu, naomba katika jina la Yesu Kristo, fanya kitu. Na unajua tu kama mwanadamu, mpaka niliomba nikaambia Mungu, fanya kitu kutuhusu na uhakikishe mahali tutaenda huyu mama atajua. Bwana Yesu asifiwe. Niliomba tu kama mwanadamu vile anaweza. Basi ndio nasemanga hata tu nitendee wakaona, si ndio? Nilijijaza nikasema sitaki tupeleke bali na huyu mama. Nataka kwenda mahali atakuwa anatuona. Praise God. Mimi najua nilisakazwa na Mungu sana. Na Mungu anasikia kama maombi yetu. Hatukumaliza tuma kwa hiyo nyumba ya kupeleka maji kwa bafu. Na mahali niliomba Mungu, naomba utupeleke mahali mama atajua.
Hata huyo mama alikuja akashangaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio sisi alikuwa amekuja kutembelea. Mahali ile nyumba tulienda ni ya mama rafiki yake. Ile kitu ilinifurahisha zaidi ni kwa sababu huyo mama atajua tumetoka kwa ile plot alikuwa anatuzuilia. Tukaenda kwa nyumba kubwa. Mpaka nikasema I thank God ni ya rafiki yake. Kwa hivyo atajua hata size yake. Bwana asifiwe. Yeye alinichokoza. Na mimi nikaangalia nani? Nikaangalia Mungu. Wacha kuchokoza majirani. Kaa na amani na watu wote. Hata mtu akikuchokoza, jaribu vile utaweza. Ukae naye na amani. Kwa sababu hujui utamchokoza siku hii ya leo na haujui ile ofisi anaenda kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tumwa mahali na mlikosana naye kabisa, lakini hapo ndio sasa imebakia usaidike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unajua vile ulimchokoza, ukifikiria hakuna mahali mtakutana. Tutamake every effort kukaa na watu wote na amani. Na hivyo ukikaa na majirani wako vizuri, wale watu mnasoma na wao, mnafanya kazi na wao, mahali uko ukikaa na amani, saa zingine mtu anaonekana kama ni mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata ukichokozwa, wewe unaongezana watoto na fulani. Hata ukisikia maneno yako vile imenenwa, wewe unawaongeleshana vizuri. Lakini sio kwa sababu haujui kenye unasema. Unasema, endeleeni kuongea, lakini mimi ninajua ni nani yako ndani yangu. Praise God. Kwa sababu saa zingine tunataka mambo yetu ikuwe inaenda vizuri. Tukue tu ni sisi tuko na amani. Tukue tu ni sisi tunafurahia. Praise God. Amen. Lakini tunasahau hata Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu, na wakati mwingine kuna mahali alikuwa anafika mpaka anaomba aondolee hiyo kikombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata sisi tusifikiri hata watu wote ni wazuri. Kuna watu wengine wamebebana na mizigo mizito. Bwana Yesu asifiwe. Akikuona tu uko smart grace, anashindwa kwani huwa na watu wapi? Anafanyaka kazi wapi? Hivyo tu anakufikiria nini? Praise God. Lakini ni kwa sababu ya kenye umebeba. Praise God. Na ni nani ako ndani yako? Na unapigania wokovu wako. Watu wasiseme. Wakati sisi tulikuwa tunaokoka, watu walikuwa wanasema kama wokovu ni fulani, mimi sitaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaokokana wokovu ya mtu. Sisi tunaokokana wokovu yetu. Praise God. Kwa hivyo sasa hiyo yako, hiyo umejisimamisha wewe mwenyewe, unaendelea kutetea Injili. Praise God. Sio nikikuja kukutafuta, nikikuja niseme kwa ule mama anakaka hii prote ameokoka. Na hapo hakuna, na uko lakini hawajua kile umeokoka. Praise God. Lakini ukikaa na wao na amani, wao wenyewe wanasema huyo mama ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukikaa na watu wote na amani, utakuwa unaishi holy life. Praise God. Amen. Number 5. Number 5 is to be a strong Christian is to become mature. Amen. Mtu ambaye tunaweza tukakuaminia. Praise God. Wewe hata mchungaji akiwa hayuko, anajua niko na mtu ambaye ni mature, ambaye nitaatia kanisa. Praise God. Na kila kitu itaendelea sawa sawa. Si ati akisikia ataenda mahali anashindwa, kanisa litakuwa limesimamishwa na nani? Praise God. Na hiyo tutaangalia in the book of Ephesians 4 and verse 14. Unaweza kusomea kwa Kiswahili. Waefeso 4 mstari wa 14 inasema, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku
na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Amen. Essence 4 and verse 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the strength of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Praise God. Najua ukiwa mature, kuna vitu nyingi sana Mungu atakusaidia. Praise God. Amen. Hutakuwa wa kwenda na kila upepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kuna watu wengine wanaamini, wamebarikiwa, wakienda mahali ambapo watauziwa vifagio. Praise God. Yaani wewe mwenyewe ujiamini ya kwamba ukijipeleka mbele za Bwana na ujiombee kile ambacho unaaminia Mungu atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tukue watu ambao ni mature, venye ukisikiliza hata mtu akinena, Roho wa Mungu atakusaidia kufafanua. Praise God. Amen. Kwa sababu watu wengi wamejipata hata wakiangamia, ni kwa sababu ya kufuata bila kuuliza Roho Mtakatifu. Praise God. Amen. Unaenda tu unaingia, ukienda hata watu wanaombewa, wewe unaingia tu unaenda kuombewa. Ukisikia hapa wanaombewa, unaingia tu unaenda unaombewa. Praise God. Amen. Lakini mtu mature ni mwenye anajua neno la Bwana, ya kwamba kuna mahali hata utaenda usikilize tu dakika moja, utoke na ujue hawa watu wamko pamoja. Kuna mtu anakuambia, anakupigia simu, anakuambia nyota yako imeibiwa, tuma hizi pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na badala ujue nyota yako, hakuna mtu atakurudishia nyota yako, wewe mwenyewe ndio utapigana vita. Praise God. Amen. Utapigana vita na nyota yako, wewe ndio utaweza kuisimamisha. Praise God. Amen. Kwa sababu kama nyota yako utarudishiwa, kwa nini tunalipishwa? Kama tutarudishwa nyota, kwa nini tunalipishwa? Unakuwa na spirit of discernment. Unaweza kudiscern ya kwamba huu si Roho wa Mungu anaoongea. Praise God. Na tunajaribu kujiombea sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuna wakati nasikizanga maneno mengine mpaka unasikia kulia. Ni kwa sababu una imagine kuna mwanadamu atafuata. Praise God. Lakini ni kwa sababu na sisi mara nyingi hatutakangi kuingia kilidini. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kukua in a comfortable zone. Si ndio? Wewe unapumzika tu, mtu atafuta nyota yako kwenye ilienda, afanye kile atafanya, airudishe. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta hata yeye nyota yake hajarudi. Nani amepotea? Si wewe ambaye unampotea. Bwana Yesu asifiwe. When you know the truth will set you free. Praise God. Hakuna mahali tumeambiwa tuende tukatafute nyota. Tunaambiwa seek me first and all other things will added unto you. Kwa hivyo kazi yetu ni kumtafuta Bwana. Kazi yetu ni kujisimamisha katika Bwana na kutafuta uso wake. Praise God. Amen. Sio kushinda tukiwa tunangojea mambo ya nyota. Sisi tumekombolewa. Sisi tumekombolewa, ni watu ambao tunajua neno,
na ni watu ambao tunaamini mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri sana tukue mature ndio tusiweze kuingiza mahali ambapo si mahali mazuri. Amen. Number 6, to be strong in the Lord is to be full of zeal. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tutasomewa in the book of Galatians 4 and verse 18. Galatians 4 and verse 18. Galatia 4 mstari wa 18 inasema, navyo ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote, wala si wakati nikiwapo mimi pamoja nanyi tu. Amen. But it is good to be seriously affected, always in a good thing, and not only when I am present with you. Praise God. Amen. To be serious, it is showing great energy in the work of the Lord. Praise God. Kuna ule mtu atafanya kazi vizuri katika nyumba ya Bwana wakati ule anataka kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ule mtu ambaye anajitoanga na nguvu zake zote. Praise God. Mungu awabariki sana wale ambao wanajitoleanga, kwa sababu najua kwa hii kanisa kuna kazi mingi sana. Praise God. Na kuna ile group ambayo inakuwaga imejitoa, wanafika very early in the morning, wanahakikisha the house is clean, viti zimepangwa vizuri, machine zimepangwa vizuri, na kusema ukweli sijawahi kupata mkifanya hiyo kazi. Praise God. Amen. Hiyo ndio kujitoa kwa kazi ya Mungu. Praise God. Amen. Na kila kitu ambayo Mungu anafanyanga ni kwa sababu ya kupenda Mungu, sio kwa sababu ya kulazimishwa. Unajitoa, unashikilia mahali, unasema niko katika nyumba ya Bwana na hakuna mahali itaharibika nitafanya mpaka nihakikishe kila kitu imeenda sawa sawa. Praise God. Amen. Hiyo kazi haibaki ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ukimfanyia kazi, kuna siku anakuangalianga hivi na anasema huyu ni mimi nitakayemlipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningeomba tuendelee kujifanyia kwa nguvu zetu zote kumtumikia Mungu, na haitakuwa ya bure. Mungu atazidi kutuonekania. Number 7 is to become fruitful. Hiyo tutaipata in the book of John 15 and verse 16. John 15 and verse 16. Tutasomewa na Kiswahili. Yohana 15 mstari wa 16 inasema, Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Mungu abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Sio sisi tulimchagua. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye Mungu aliyetuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukazae matunda. Praise God. Unajua unaweza kuwa hapa na unaangalia katika kanisa hili na unashindwa unaweza ukafanya kazi gani? Praise God. Lakini kazi ya Mungu ni mingi sana. Wafanyikazi ndio wachache. Praise God. Unaweza kuwa I will be fruitful in this house of God. Amen. Kuna siku moja nilikuwa nimesimamia kikundi ya wamama. Praise God. Na nika-advise hawa wamama. Nikawaambia msiseme ni kazi gani mtu anaweza fanya kwa kanisa. Nikawaambia kazi nyingi sana hata ndio hazionekani. Praise God. Pastor kazi yenye anafanya sisi tutaiona. Si akisimama hapa akahubiri na wale wanapiga keyboard sisi tutawaona na waimbaji sisi tutawaona, lakini kuna kazi inakuanga imejificha na hiyo kazi ni ya maana sana. Praise God. Unaweza kuwa hutahubiri, Bwana asifiwe, lakini unaweza invite watu. Praise God. Unawainvite katika nyumba ya Bwana, na kama kuna kazi nzuri ni hiyo. Bwana asifiwe. Leta mtu katika nyumba ya Bwana, kuna malipo yake. Invite a friend, hata kama ni mtu hata hamjuani kabisa, muinvite tu. Mwambie ninakuinvite kwa kanisa yetu, nataka ukasikie ni nini huwa ninasikia. Bwana asifiwe. Kuja sitaki ile mahubiri pastor wetu anahubiringi ipotelee kule. Na ninajua ukifuata mchungaji wetu maisha yako yatabadilika. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanakuja katika nyumba ya Mungu na huyo Mungu hata hajaokoka, lakini ukimleta akae pale nyuma, Mungu ataendelea kumzungumzia. Mungu ataendelea kumzungumzia. Ataendelea kusikia kupenda Mungu. Bwana asifiwe. Na tunapotoa ushuhuda tukisema mahali Mungu ametutoa na mahali Mungu ametufikisha, huyo mtu anazidi kupenda Mungu zaidi. Praise God. Na unakuta maisha ya huyo mtu imebadilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningeomba tukue fruitful. Wewe usiseme huyu hajaokoka sitampeleka kwa kanisa. Walete wote. Wewe kazi yako ni kumlete kwa kanisa, lakini Mungu ndiye atamuokoa. Atamuokoa hata mkosi kuokoka. Yeye tu atakaa kwa kanisa kulingana na kile ataenda akikaribia Mungu wake. Siku moja atakutana na uso wake na atabadilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo let us be fruitful na Mungu wetu atatubariki. Nikimalizia napenda kusikia penye wasigaji wanasimama. Nikimalizia, to be a strong Christian is to be in the state of readiness to meet God at any time. Amen. Tutasomewa na Kiswahili Amos 4:12. Amosi 4 mstari wa 12 inasema, basi nitakutenda hivi, Israeli, na kwa sababu nitakutenda hivi, ujiweke tayari kuonana na Mungu wako, Israeli. Amen. Amos 4:12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet the God, O Israel. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine ukiambiwa you prepare to meet the Lord,
Hata kuna wengine saa hii tukiuliza kama tukitoka pale nje twende tukutane na yeye, hata kama mwingine atasema tukae. Praise God. Kwa sababu unaona akikuja saa hii, hata ile kazi tutaendelea hapa ikipimwa labda haijatosha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni vizuri sana tunapoendelea kujiangalia na kukua strong Christian in the Lord. Still we prepare ourselves to meet the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tukae tukiwa tumejiweka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mwema na Mungu anatupenda zaidi. Niseme nilikuwa nimefikisha hapo na nasikia nimebarikiwa. Nasikia mimi mwenyewe nimeongeleshwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna zile areas nitaenda kuzichunguza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ninaishi maisha ambayo inastahili, ya kwamba kama niko Mkristo ambaye hata kutetemeshwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa moved, sitakuwa changed. Hakuna situation itakuja ini change nikiwa Mkristo. Praise the name of the Lord. Tusimame kwa Biblia yetu.